Hivi karibuni kumekuwa na picha ikizagaa mtandaoni ya wanafunzi wa skuli ya Zanzibar of Hope wakimchezea mnyama aina ya mbwa, jambo ambalo limezua taharuki kubwa hasa kwa Wizara ya Elimu na kufika hatua ya kuita waandishi wa habari pamoja na Wakala wa Usajili wa Biashara na Mali Zanzibar BPRA na kuzungumza kwa pamoja juu ya swala hilo. Leo mwalimu mkuu wa skuli ya Zanzibar of Hope ndugu Chacha Joseph John pamoja na mkurugenzi wa skuli hiyo ndugu Juma Khatibu Ali wamefanya kikao na wazazi kwa lengo la kujadili na kulikemea tukio hilo. Katika kikao hicho, walimu hao wamekanusha baadhi ya mambo yaliyoandikwa katika waraka uliosambaa ikiwemo madai ya kwamba skuli hiyo haina mwalimu wa Kiislamu. Jina langu ni Alois Amasha Marukuta, natokea Mbeya. Nafundisha masomo ya mathematics na science, lakini pia ni Mkristo. Naitwa Hassan Hamisi Hassan. Nakaa Kidoti Bwereu. Nipo hapa kwa ajili ya masomo ya English Standard 1, Standard 2 na Standard 3. Basi, dini Muislamu. Kwa jina naitwa Mariam Haji Sharifu, ni mkazi wa Kigunda ambaye pia ninatumia shehia ya Banda Kuu ambayo iliyopo Nungwi, ambaye pia ni mwalimu wa Arabic na religion, dini na Kiarabu. Na pia ni mwalimu wa madrasa. Mimi naitwa Fatuma Haji Ali, ni Muislam, natokea Gamba. Nasomesha masomo ya environment na Kiswahili kuanzia class 1 mpaka class 3. Katika walimu 19 niliopo nao, hii ni mjumuiko wa walimu pia wa madrasa. Katika walimu hao ninao walimu ambao sio Waislamu, walimu 6. Lakini walimu 13 ni Waislamu. Nina walimu wa dini. Walimu wa dini naomba mnyoshe mikono juu. Dini ya Kiislamu. Tunyoshe hata kama ni nini? Kiarabu nini? Yes, madrasa, wote tunyoshe mikono. Kwa hivyo hao walimu wote wanazo sifa, naomba nifahamike ndugu zangu. Wanazo sifa za kufundisha masomo yote ya dini ya Kiislamu ikiwepo na Kiarabu. Aidha, waliuliza wazazi kuhusu yaliyomo kwenye waraka huo ili kupata uthibitisho wa kuweka uwazi wa taarifa hii. Na hili naomba tuwe wazi, maana limeletwa kwetu wazazi. Naomba kama kuna yeyote ambaye yeye ni ameshiriki katika uandaaji wa huu waraka, na hisi ndio hivyo umeuliza, tufahamu ili anaweza akatupa elimu, akatupa mwongozo, tukafahamu kwamba jamani, sababu ya sisi kunini hivi na hivi vitu vimetajwa hapa, nilikuwa miongoni mwa wale waliofanya hivi. Sababu ilikuwa ni 1, 2, 3, maana anavyojiuliza ndio na mimi najiuliza, ndio anavyojiuliza mkurugenzi na walimu wanavyojiuliza, lakini kwetu sisi wazazi tumeulizwa swali hilo. Naomba majibu yatoke kwenu. Mimi katika mwanzilishi wa skuli hii hapa, kama mimi mzazi sijaungana nalo sehemu hiyo. Sasa katika sisi wazazi, suala hilo katika barua hatumo. Hakuna zawadi nzuri kwa mtoto zidi ya elimu. Kwanza hilo nakubali ni kosa, nimekosea na nakuombeni radhi, mnisamehe na halitorejea tena. Kama nilivyochukua nafasi nilivyozungumza kwenye media nyingine, ile kosa wazazi lilitokezea na nikaomba radhi. Lakini sasa kutushtusha zaidi sasa hivi, kuna waraka unatembea mitandaoni. Huo ndo ulo nishaomba radhi, siku ya pili yake ukarushwa waraka kubwa umetembea mitandaoni, na huo waraka unasema maneno mabaya sana kuhusu skuli yetu, kwamba hii skuli haina maadili, ile kuchezea mbwa madogo tu, pale panafundishwa kwaya watoto wa Kiislamu, pale panafundishwa masuala ya mabaya ambayo hatakiwi watoto wote, pale hapana maadili, watoto wanafundishwa dini nyingine, pemezungumzwa waraka mambo mengi sana. Sasa haya ni mambo makubwa, lakini kichwa cha habari walisema nyie wazazi wa Nungwi
na maimamu na mashehe mlikaa pamoja baada lile kosa nilolikosea, mkaona mtoe michango yenu, mkaamrisha wao mtoe michango yenu, mkalalamika, wao wakaandika ule waraka wakaurusha. Kwa upande wao wazazi wamesema ni muhimu kushirikiana ili kupata mkakati wa maendeleo ya kila siku ya wanafunzi. Kosa si kosa, kosa ni kurejea kosa, lakini actual kosa likitokezea inakuwa tayari hauwezi kulifuta. Na hofia kama tayari tumepata kosa hili tukaja tukapata kosa jingine, tutazidi kuingia katika nafasi mbaya, kwa sababu ni bora hata ingalikuwa hatujapata kosa. Hili la kwaya mimi nimepingana nalo. Sio kweli watoto wanafundishwa kwaya, na hizo zinawezekana zikawa labda ni chuki za watu binafsi ambazo zinatembea chini kwa chini kwa kutuchafulia tu shule yetu. Hii ni miongoni mwa changamoto ambazo zimekuja kutuimarisha ili kuona kwamba madhaifu yetu yalipitia hapo, lakini kuna mengi mazuri ambayo pia yanapatikana katika shule, kwa sababu wanafunzi wanafundishwa lugha mbalimbali na kuna maadili mema tu ambayo yanaendelea kufanyika, na pia kuna asilimia kubwa ya wanafunzi kuweza kuona kwamba wanafaulu vizuri katika mafunzo yao, katika masomo yao, na sisi kama wazazi tutakuwepo karibu kuweza kuendelea kuwashauri na kuwapa nasaha kila wakati walimu, ili wasiwe ni rahisi kuweza kumruhusu mtu ambaye hawajamjua dhamira zake na makusudio yake ni yepi, ili wawe wadadisi wa hali ya juu katika kuweza kujua kitu gani kitaenda kufunzwa na kutolewa maelezo katika watoto, ili kisikaleta athari kwa muda mwingine. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Madina Omar, lakini nyuma kamera ni Al Haji.